kila mmoja katika jamii, ikiwa kwamba pupa yake itakuwa ni kwenye kujijenga kiimani na kufanya matendo mazuri, hiyo jamii itakuwa sawa? Haitakuwa sawa? Bila ya shaka itakuwa sawa. Mengine yote mazuri ambayo tutakayoyataja yanayofuata yatatoka humo humo. Swala la kuishi na watu vizuri litatoka humo humo kwenye uchamungu. Swala la kujua mke, kujua namna atakavyoishi na mume wake litatoka humo humo. Swala la mume kujua atakavyoishi na mke wake litatoka humo humo. Unapokuwa umeifikia imani ukawa mcha Mungu, mengine yatakuja, mengine utapata wepesi na urahisi wa kuyafanya. Allah atakupa taufiki. Allah ameitoa ahadi, atakayefanya juhudi ya kuyafanya matendo mema na mazuri, Allah atamuongoza. Kwa hiyo ukihitaji muongozo katika mambo yako yote ambayo uko nayo kwenye maisha yako, kuwa karibu na nani? Kuwa karibu na Allah. Na ndio maana ukitazama mara nyingi familia ambazo hazina dini, unakutanaga hata katika ugomvi wao wanagombanaga na vitu vidogo vidogo ambavyo wewe ambaye mwenye unamcha Allah, ukisikia walichogombana au kilichowafanya watengane, unashtuka. Hivi kweli mpaka unawaambia hiki ni kitu cha kuwafanya mtengane? Hiki ni kitu cha kuwafanya furaha ya familia nzima ipotee? Hiki ni kitu cha kufanya ule muunganiko ambao mlikuwa nao upotee kwa dakika moja? Wewe unashtuka, unastaajabu. Lakini wao kwa sababu kwenye maisha yao wamemweka Allah pembeni, yani inakuwa shaitani anakuwa ni rahisi kuwakuzia mambo. Hata patokee tatizo kadogo kwenye familia, shaitani kwa sababu ameshaga wateka, ni watu wake, anawatumia sasa katika kukuza mambo, matatizo, hata kama yatakuwa ni matatizo madogo madogo. Ndio maana kuna shida ambayo inaweza ikakukuta wewe ukawa mvumilivu, lakini kuna mwingine ikimkuta anafika na kwenda kwenye shirki, yuko mbali na Allah, wakati lile tatizo alikuwa na uwezo, kwa sababu ana macho kama yako, ana mwili kama wako. Kama wewe uliweza kuyavumilia, naye pia alikuwa na uwezo wa kufanyaje? Wa kuyavumilia, lakini kutokana na uchache wa imani yake na uchamungu wake akaenda katika shirki. Sasa kumbe utulivu wa mwanadamu unapatikana pale ambapo atakapokuwa na imani, atakapokuwa amejitengeneza vizuri ndani ya moyo wake, akawa karibu na Mola wake. Hapa ndipo atapata furaha. Fa inna dhalika aslul hayati tayyiba, hakika swala la mtu kuwa na imani na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya matendo mazuri, ndiyo asli ya maisha mazuri. Ili upate maisha mazuri, simama hapo. Lakini ikiwa kwamba utauweka uchamungu pembeni, ukawa mbali na Mola wako, unaweza ukavitafuta vingi na ukavipata, lakini ukaendelea kuishi maisha ya wasiwasi, ukaendelea kuishi maisha ya kujiona ya kuwa bado, yani hautoridhika. Na nafsi ya mwanadamu yuko hivyo. Hakuna siku nafsi itakwambiaga nimetosheka. Hakuna siku nafsi yako itakwambiaga basi. Rejesha kumbukumbu zako wakati ulikuwa mdogo. Ulikuwa ukimwona mtu mzima yuko na 500, wewe kwa akili yako kwa zile zama unasema na mimi nikifikia wakati nitakuwa napata hii 500 nitaishi maisha mazuri. Ulipofikia hatua ya kuipata ile 500, vipi? Nafsi yako ilikwambia basi simamia hapa, au nafsi yako ilikutamanisha vya zaidi ya ile 500? Ilikupandisha, ikakutamanisha vya zaidi ya 500. Ukimwona mtu anatembea na noti za 10,000 unashtuka, unaona na kumbe na mimi nikishapata kazi na mimi nitakuwa nazipata hizo, nikizipata nitaishi maisha mazuri. Sasa umekuwa na unazipata. Yawezekana una 50,000 hapo, una laki mfukoni, lakini bado unaona kama hakuna ulipofika. Hayo ndio maisha ya dunia, utakufa uko hivyo hivyo. Kupenda dunia na matarajio marefu, hivi ni vitu ambavyo na upewe miaka 500 utaendeleaga kuviona hivyo hivyo kama unavyoviona. Kupenda dunia na matarajio marefu havipunguagi, lakini namna umri unavyokwenda ndivyo vinakwenda vinaongezeka. Sasa mwanadamu, unajua nikwambia kitu kimoja, katika vitu ambavyo vitakufanya uwe na uwezo wa kujikontrol, uwe na ile capacity ya kujikontrol na kujiendesha maisha, ni kujitambua. Sasa mwanadamu, kitu ambacho kinachotuponza sisi binadamu ni pale ambapo tunataka kupingana na uhakika wetu na maumbile yetu. Yaani wewe unataka kujiweka kwenye nafasi ambayo ni tofauti na ya maumbile yako. Ili ujue jinsi ya kujikontrol, inabidi ukubali kwanza maumbile yako. Na mimi maumbile yangu ni hivi. Hatua ya kwanza ya mtu kujisahihisha, kujikosoa, ni kukubali kosa kwanza. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Kwa hiyo mtu yoyote asiyekubali mapungufu yake ni vigumu sana kuyadhibiti hayo mapungufu. Mtu yoyote asiyekubali mapungufu yake ni vigumu kuyadhibiti mapungufu yake hayo. Kumbe ili mwanadamu uwe na uwezo wa kudhibiti yale mapungufu yako, inabidi kwanza uyakubali kwanza. Ndiyo, inabidi kwanza ukubali kama unaumwa, ndio upate matibabu. Lakini kama hujakubali kuwa unaumwa,
Yale matibabu yatapata nafasi kweli? Hayatopata nafasi. Sasa mwanadamu anataka kupingana na uhakika wake, inabidi tuukubali uhakika. Mwanadamu unavyozidi kukua ndivyo jinsi matarajio yanakuwa, mapenzi ndani ya nafsi ya kupenda dunia yanakwenda yanaongezeka, ndivyo jinsi unavyopenda kubaki. Yaani jinsi muda unakwenda ndio unapenda kufanya nini? Kubaki. Lakini tambua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatosubiri wewe moyo wako uridhike ndio akuondoe, haitowezekana. Unaweza kuwa uko unajenga nyumba yako nzuri, unakuwa na matarajio na unatamani Allah akupe uhai mpaka uingie katika ile nyumba yako, lakini baada ya kuimaliza tu bado wiki moja wiki mbili uingie umeondoka. Tunayaona hayo. Kuna wale ambao wamejenga majumba ya kifahari, unasema kweli bana, huyu ndugu yetu amepambana sana, tunaona sasa uzee wake anakwenda kupumzikia sehemu nzuri. Ile nyumba ameijenga, ameondoka, wamekwenda kuishi ndani yake warithi wake, ndio anakwenda kunufaika na yeye. Zile mali alizoziacha atakwenda kuulizwa, wanaendelea kuenjoy wengine, anakwenda kuulizwa, ataulizwa kuhusu mali zake, alizipata vipi, alizitumia vipi. Haya yote mwanadamu yakiyafikiria atakuwa ni mwenye kujirejea, atakuwa ni mwenye kujichunga na kujikontrol katika matendo yake na mwenendo mzima wa maisha yake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yule ambaye atakayefanya matendo mazuri, awe mwanamume au mwanamke, na hali ya kuwa ni muaminifu, basi Allah anaiweka ahadi ya kuwa tutampa maisha mazuri, ataishi maisha mazuri. Unaposema matendo mazuri ni yale ambayo mja anayaendea kwa njia mbili. Kwa njia hizi mbili, njia ya kwanza ni njia kwanza ya ikhlas. Matendo mazuri kwanza, ili tendo lako unalolifanya lihesabike kuwa ni katika matendo mazuri mbele ya Allah, kwanza uwe na ikhlas. Iwe lile tendo lako umelifanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Na pia vile vile upande wa pili, jambo la pili ni mutaba'atu rasuli sallallahu alayhi wasallama, ni kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana jambo la kwanza utekeleze kwa ajili ya Allah, na pia vile vile umfuate mtume, kwa sababu ibada yoyote ile ambayo utakayoifanya wewe, mambo ambayo unayatekeleza kwa kujikurubisha kwa Allah, sawa, Allah alimtuma mtume wake ili akufunze ni namna gani utakavyotekeleza, ni namna gani utakavyofanya ili ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe ni wajibu wetu sisi kuwa na ikhlas, kumpwekesha Allah, kufanya kwa ajili ya Allah na kufuata namna mtume alivyotufunza Muhammadun sallallahu alayhi wasallama.